Je, kuna kitu kinafichwa nyuma ya tabasamu za viongozi wetu? Kwa sababu kile kilichotokea Tanzania kati ya Rais William Ruto na Rais Samia Suluhu kinaweza kubadilisha kabisa uhusiano wa Kenya na Tanzania, na Gen Z wameingizwa katikati ya hii drama. Na leo nitakuonyesha kila kitu kilichosemwa, lakini pia kile ambacho hakijasemwa wazi. Rais William Ruto amefanya ziara rasmi nchini Tanzania kuhudhuria Tanzania Kenya Business Forum, tukio ambalo lilipaswa kuonyesha ushirikiano wa kiuchumi kati ya nchi hizi mbili, lakini mambo hayakwenda kama wengi walivyotarajia. Katika moja ya moments zilizowashangaza wengi ni pale Rais Samia Suluhu alimgusia Ruto kuhusu swala la Gen Z. Alimuomba kwa namna ya kushangaza kushirikiana naye ili kudhibiti kile alichokiita tabia mbaya za vijana hawa. Hii imezua mjadala mkubwa mtandaoni. Je, hii ni hofu ya viongozi dhidi ya nguvu ya Gen Z au ni ishara kwamba sauti ya vijana sasa inaanza kuvuka mipaka? Yanapotokea maovu Tanzania vivyo hivyo. Leo tulikuwa tunazungumza na Rais Ruto asubuhi. Sio asubuhi, mchana, maana amechelewa naye amekuja mchana. Tukaa tunazungumza jinsi ya kudeal na hawa watoto wetu watovu wa adabu wanaojiita nani hilo jina hao eti na wenyewe wanajifanya ni hao wa East Africa. Kwa hiyo popote wanakwenda kupigania demokrasi. Kwa hiyo wafanye fujo huku, wafanye fujo huku, wachome huku, wachome huku, wadisturb serikali zao. Nikamwambia Ruto, we have to send firm on this, watovu wa adabu hao. Tusichague wa Tanzania au wa Kenya. Wakija kwangu na chapa mikwaju, wakija kwako chapa mikwaju, ili wakae sawa. Na hapo tutapata jumuiya ambayo ina watu wenye heshima na ina watu walionyooka. Neno demokrasi lisituchafulie nchi zetu wala mila zetu wala desturi zetu. Demokrasi haina formula. Demokrasi ya kule mbali tofauti na ya kwetu huku. Sisi kwetu tuna mila zetu na desturi zetu zinazokwenda na hiyo demokrasi. Kwa hiyo kwa namwambia mwenzangu, hebu tusimame mguu sawa kulinda hizi nchi zetu. Nilikuwa namsikiliza kakaangu Mudavadi akisema anatamani kungekuwa na shirika la ndege la East Africa. Natamani kungekuwa na East African Harbors na nini. Natamani, jamani ndugu zangu, si alikuwepo? Our founders of the nations walituundia. Ikatokea nini? Wakaja wasome. Sasa hapa ndipo mambo yalichukua mwelekeo mwingine kabisa. Rais Samia Suluhu alimhoji waziwazi Rais William Ruto kuhusu kauli ya kwamba Kenya itajenga oil refinery huko Tanga, akisema yeye mwenyewe hana taarifa yoyote kuhusu hilo. Hii ni moment ambayo wengi wanaiona kama aibu ya kidiplomasia live. Swali ni je, kulikuwa na makosa ya mawasiliano au kuna ajenda ambayo bado haijawekwa wazi? Sasa tupokuwa tunaongea ndani kule, nilimbana Ruto. Kaambia umekwenda kutangaza refinery Tanga, mbona mimi sijui? Sasa atasema mwenyewe pale kwa nini katangaza. Mheshimiwa Rais, karibu sana. Nimeambiwa ya kwamba tangazo letu kwamba tujenge refinery pale Tanga imewakera kiasi. Lo, ningejua ningetangaza hiyo refinery ijengwe Mombasa, because the building of a refinery is a big opportunity to business, big opportunity for industrialization, big opportunity for petrochemical industries, fertilizer industries, plastics industries. And baada ya tenshoni hiyo, Rais Samia Suluhu aligeuza mjadala kuelekea kwa uchumi. Aliwahimiza wafanyabiashara wa Kenya kwenda kununua mahindi Tanzania, akisisitiza uwezo mkubwa wa kilimo nchini Tanzania. Hii inaonyesha kitu muhimu sana, ya kwamba Tanzania inajiposition yenyewe kama supplier mkubwa wa chakula nchini Kenya. Je, Kenya itaanza kutegemea Tanzania zaidi kwa chakula? Tuliwaambia ndugu zetu Kenya, Tanzania ni wakulima wazuri. Tuna akiba ya kutosha ya mahindi, na tutakapovuna mavuno haya akiba itaongezeka zaidi. Kwa hiyo tumeomba wafanyabiashara Kenya waje wanunue kutoka kwa wakala wa taifa wa chakula,
waje kununua mahindi ili waende kufanya biashara. Lakini pia ikiwezekana tuwe na mpango wa serikali kwa serikali kuuziana ili nchi zetu zinufaike. Lakini sio kila kitu kilikuwa na mvutano. Nchi hizi mbili pia zimekubaliana kushirikiana kwenye sekta ya ICT. Hii ni ishara kwamba pamoja na tofauti zetu, bado kuna juhudi za kujenga future ya pamoja, hasa kwa vijana kwenye teknolojia. Tumezungumzia na sisi Tanzania tumependekeza kushirikiana kwenye mambo ya tehama. Tehama, watu wa Kenya sio mnasema nini ICT? Kiswahili tehama Tanzania ni ICT. Innovation kwa vijana wetu ambao wako very much talented na wako rahisi kuingia kwenye mambo ya tehama, basi tuwafundishe, tuwe na ecosystem moja ili vijana wetu wakue vyema, na sio kama ilivyo sasa hivi. Sasa hivi ukiingia kwenye mitandao, Mheshimiwa Rais, la fujo, wanatutukana wenyewe, lakini afu wana cross kutukanana. Kwa hiyo tuingie huko tuwafundishe mazuri badala ya kutumia ICT kwa mabaya. Na video nyingine ni ya Rais William Ruto akijibu kwa lugha ya kidiplomasia sana. Alisisitiza kwamba Kenya na Tanzania zinahitaji kila mmoja. Hii inaweza kuonekana kama juhudi ya kupunguza tension na kuonyesha umoja mbele ya hadhara. I want to repeat, as I did to my sister President Samia Suluhu, we need each other. The sooner we realize that, the sooner we avoid the unnecessary suspicion between our two countries. It is not helping anybody. It is making all of us weaker. For Tanzanians, you have brothers and sisters in Kenya. And for Kenyans, we know we are brothers and sisters in Tanzania. And that is what should inform, and that is what should guide our relationship. Lakini ukiunganisha kila kitu ni kwamba Gen Z wamekuwa topic ya serikali mbili. Swali la mafuta limeleta sintofahamu. Uchumi unaonyesha ushindani uliofichwa, lakini bado kuna jitihada za ushirikiano. Hii si tu ziara ya kawaida, hii ni dalili ya mabadiliko makubwa kwenye siasa na uchumi wa Afrika Mashariki. Swali langu kwako ni hili: unadhani kweli Kenya na Tanzania zinaelekea kuwa washirika wakubwa au kuna ushindani unaofichwa? Na kuhusu Gen Z, je, viongozi wanaogopa nguvu yao? Niachie maoni yako kwenye comment section, na usisahau kutufollow au kusubscribe hapa Mizuka Media kwa updates kali kama hizi. Bwana, mimi naitwa Rish Mizuka, sauti ya vijana wa Afrika Mashariki. Namba 1 ni mimi, namba 2 ni mimi, namba 3 ni mimi, 4 na 5 na waachia nyinyi hapo. Bwana, tukutane kwenye video ijayo. Niko tayari kwa